Karibu katika episode ya 3 ya likapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya pili, basi hakikisha unagusa ile pop-up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama kusubscribe, fanya hivyo mapema. Bidada mpumbavu kama alivyokuwa amepewa jina na Mwamba John Jay, na ndivyo ambavyo alikuwa kivamiwa siku ya leo. Na hapo ndipo ambapo tulikuwa tumeweza kuishia. Kuna mgeni ambaye alikuwa amegonga nyakati za mvua sana, na huyu jamaa alikuwa amevalia koti la kuzuia mvua. Bidada akawa ametoka na kwenda kumfungulia. Na huyu muuaji anafahamika kama Mo Dae Jong, na siku ya leo akawa anamwambia bidada kwamba anahitaji kuingia ndani kwa sababu ana appointment na Mwamba, na amesema kwamba aje kumsubiria hapa nyumbani. Na kwa kuwa huyu samaki mtu hawajui marafiki wa Mwamba John Jay, basi moja kwa moja akawa anamruhusu kuweza kuingia. Wakati huo Mwamba John Jay akawa ametimba kwa sababu aligundua kwamba bidada atakuwa katika hatari, akaweza kumzuia huyu muuaji. Dakika mbili mbele polisi wengine wakawa wamefika katika maeneo yale pale na kuweza kuchukua ripoti nzima kwamba kuna muuaji alikuwa ametimba katika nyumba hii. Lakini kuna afande mmoja ambaye anamtafutaga sana bwana mdogo kwa sababu ya shughuli zake za utapeli, akawa anatimba katika mitaa hii. Na kabla hata hajamwashia kisanga Mwamba John Jay, basi rafiki yake yule anayefahamika kama Nandu akaja kuzuga kwa kusema kwamba jamani kuna tatizo huku. Pale afande akawa ameweza kuondoka. Na hiyo kiasi fulani ikawa ndo ponapona ya Mwamba John Jay kuingia lock up siku ya leo. Lakini bidada alipokuwa akimtazama Mwamba akagundua kwamba jamaa alikuwa na kovu katika mkono wake. Bidada ya samaki mtu alikuwa na hofu sana baada ya kugundua kwamba Mwamba alikuwa ameumia. Na mwisho wa siku jamaa akapaniki sana na kuanza kumfokea bidada akimwambia kwamba usisubutu kumfungulia mtu yote mgeni usiweza kumjua kwa sababu watu ni hatari zaidi kuliko hata papa. Hasa kumbe yule muuaji ambaye wakati mwingi anakwenda kuzifuatilia nyumba ambazo ziko jirani sana na Mwamba John Jay. Kumbe huyu muuaji bana anatumwa na mama mmoja hivi, na kuna dogo aliweza kumshtukia mama yake alikuwa akiwasiliana na huyo muuaji. Hasa huyu mwanamama ni nani? Tutakwenda kumfahamu bado muda kidogo, tutakwenda kumjua hapa mbele. Sasa bidada hii siku ya leo moja kwa moja kanyosha mpaka kwa Mwamba John Jay. Kumbuka kwamba hampendagi sana yule samaki mtu na anamchukia kweli kweli. Na huyu samaki mtu anajua kabisa kwamba hii huwa ampendi kabisa. Na siku ya leo bana hakutaka kabisa kumfungulia mlango. Bidada akalazimisha mwisho wa siku akajikuta anaanguka mpaka chini kisha aingie ndani tu katika nyumba ya Mwamba John Jay. Na bidada hii alipoweza kuingia ndani alikasirika sana na kuanza kusema kwamba yani wewe unaishi na mume wangu mtarajiwa katika nyumba moja, una akili timamu wewe, muda si mrefu na kwenda kuoana naye huyu. Kwa hiyo usijidanganye kwa kuishi naye ukajua utadumu naye. Huyu ni mume wangu mimi. Huyu samaki mtu kuyasikia maneno yale alikasirika sana na kuanza kumngata bidada hii kidole chake. Na sasa leo bidada huyu samaki mtu akaanza kufikiria kwamba asipoangalia bana atanyang'anywa tonge lake mdomoni. Mwisho wa siku akaanza kuwaza kwamba alikuwa akitazama katika screen, aliweza kuona kwamba watu ambao wanaweza kuambiana maneno mazuri kipindi ambacho barafu inanyesha, basi wao wanakuwa na upendo wa kweli. Hivyo akawa anajifikiria kwenda kumwambia jamaa kwamba anampenda kipindi ambapo barafu itakuwa ikinyesha. Sasa wakati huo akawa anasikia kuna mtu kama vile alikuwa anapika pika hivi. Ikabidi kuweza kuchungulia, na hapa akagundua kwamba ni Mwamba John Jay alikuwa amefika na ameanza kupika sausage. Baada ya kupata msosi tu moja kwa moja bana, ikabidi Mwamba kuweza kumuita bidada juu kabisa leo na maongezi naye. Akawa amempatia simu na kumwambia kwamba hiyo kuna namba yangu ya simu pindi utakapokuwa unahitaji kuongea na mimi, lakini pia akampatia tiketi ya basi na kumwambia kwamba naomba uondoke nyumbani kwangu. Bana samaki mtu ndo akashtukia kwamba bidada siani atakuwa amemjaza sana Mwamba maneno na kumwambia kwamba hahitaji rafiki yote wa kike pale nyumbani kwake. Bidada samaki mtu akagundua kwamba ana ujirani na mtu ambaye ana mapenzi na mtu mwingine, lakini mbaya zaidi ni kwamba hawa samaki watu wakimpenda mtu mmoja hawawezi kumpenda mtu mwingine yeyote katika ulimwengu. Hivyo bidada akaamua kungangania nafasi yake kwa kusema kwamba nahitaji tuonane siku ambapo barafu itakuwa ikinyesha. Na Mwamba ili kumridhisha bidada asiendelee kubakia hapa akamwambia poa basi tutakwenda kuonana. Baada ya bidada tu kuweza kuondoka, Mwamba akawa amewasha GPS na kuanza kumfuatilia bidada ni wapi anakoelekea. Kumbe bidada alikuwa akitembea tu mitaani na alifika sehemu ambapo kuna samaki wameweza kufugwa. Akaanza kuongea nao kwa kusema kwamba yani ninempenda anipendi. Samaki walishangaa sana na kuanza kumfariji. Bidada akasema kwamba nimesafiri umbali wa kilomita zaidi ya 10,000 kuja mpaka hapa alipo, lakini mbaya zaidi ni kwamba kumbe ana mpenzi mwingine bana. Samaki wako pole bana. Mapema na alfajiri ilipoweza kutimba, basi Mwamba John Jay moja kwa moja kama ilivyo kawaida kazidi kumfuatilia bidada kujua ni wapi ambapo anaishi. Ila kutokea siku ya jana kitu kinachomchekesha ni kwamba bidada anaonekana kuzurura tu, yani haieleweki ni wapi ambapo anaishi. Ikabidi Mwamba kutimba mitaani kwenda kumfuatilia bidada sasa ili aweze kumuona nini ambacho anakifanya. Kuja kushangaa na kuja kuona kwamba bidada amepewa kazi ya kusambaza vipeperushi. Kwa kiufupi ni kwamba anauza vipeperushi ili aweze kupata pesa ya kula. Mbaya zaidi ni kwamba bidada kutokea ameanza kuuza hivyo vipeperushi hakuna aliyenunua hata mmoja. Zaidi walikuwa anamuomba bure. Ikabidi basi yule bosi wake aweze kutimba hapa na kuanza kumfokea kwa kumwambia kwamba wewe una nyota ya biashara bana, hakuna mtu anayenunua hata mmoja. Na ili Mwamba John Jay aweze kumsaidia bidada ikabidi kuambia wanafunzi waje katika mitaa hii, kisha akaanza kuwalipa pesa na kuambia kuwa nendeni kanunue vile vipeperushi, pesa inayobakia itakuwa ni change yenu. Okay, wakaenda moja kwa moja kwenda kununua vipeperushi vile. Bidada baada ya mauzo ndo kidogo angalau akaanza kujihisi afadhali, na kulikuwa kuna baridi sana. Kuna mwanamke mmoja akawa amepita kando yake na kumwona kwamba bidada alikuwa na shida ya njaa, akampatia samaki kisha akawa amempatia scarf katika shingo yake. Na kumbe yule mwanamke naye alikuwa ameagizwa na Mwamba John Jay kumpatia bidada scarf pamoja na ile samaki.
Sasa bidada ni serious kabisa, yani hana sehemu ya kulala. Moja kwa moja mvua ikaanza kunyesha ya barafu, akabidi kujificha sehemu fulani hivi. Jamaa anashangaa, huyu bidada mbona ileweki analala wapi? Bidada kwa sababu anakumbuka kwamba siku ya leo alikuwa ameahidiana na mwamba, ikabidi kauliza katoto fulani. Kale katoto kaanza kumuelekeza namna gani ya kuweza kufika katika maeneo hayo ambapo barafu huwa inatiririka kwa wingi zaidi. Na huko moja kwa moja naye mwamba akawa anajiandaa kuelekea katika maeneo hayo ambapo alikuwa amemwahidi bidada. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba bidada hakuwa kabisa na nauli, ikabidi kwenda kwa mguu. Na wakati huo anazidi kukimbia barabarani, mwamba naye alikuwa anapita jirani hapo na gari yake. Kwa bahati mbaya akashuhudia bidada akiwa amepata ajali. Lakini jamaa aliyekuwa ameshuka katika gari hakuwa mwamba Junjay. Kumbe Junjay alikuwa ameshafika eneo la tukio na alikuwa anamsubiria bidada, lakini kwa bahati mbaya kuna rafiki yake mmoja hivi akaweza kumkuta hapa bidada, akaweza kwenda kumsaidia. Mwamba Junjay baada ya kusubiri kwa kitambo kirefu sana na pasipo bidada kuweza kutokea, hiki kitu ilimkela sana na akakasilika na kusema kwamba siku nyingine bidada akiniita basi sitokuja kabisa. Akawa anaondoka huko anaendesha gari yake. Lakini ile time anarudi nyumbani akashangaa kuna kwamba kulikuwa kuna vikaratasi vingi sana ambavyo bidada alikuwa akivisambaza, lakini pia kulikuwa kuna simu yake katika maeneo ya lami. Akagundua kwamba bidada alikuwa amepata ajali. Licha ya mwamba kushuhudia hayo yote, lakini aliwasha gari yake na kuanza kuondoka kurudi nyumbani. Ila akiwa njiani akaanza kukumbuka namna gani bidada alikuwaga mwema kwake. Akakumbuka yale yote bidada alikuwa akimtendea. Ikabidi kupata tu moyo wa huruma na kuelekea hospitalini. Hasa ile time anafika hospitalini anagundua kwamba bidada mwili wake ulikuwa ni baridi sana. Ikabidi kumuita nurse. Nurse alipoweza kufika hapo moja kwa moja akaanza kumshtua bidada mapigo yake ya moyo, lakini kwa bahati mbaya sana matumaini yalikuwa hayapo kabisa. Na licha ya kwamba mwamba ni kibaka sana na mwizi ambaye haeleweki kabisa katika mitaa, lakini siku ya leo akapiga magoti na kuanza kumwomba Mungu kando kidogo ya mwili wa bidada. Na ni kweli kabisa, katika hali ya miujiza bidada akafungua macho yake na kumkuta mwamba akiwa anaomba kando yake. Na huyu samaki mtu alipogundua kwamba mwamba Junjay alikuwa na hofu juu yake, basi akawa anatabasamu tu. Na jamaa akasema kwamba wewe unatabasamu nini sasa wakati uko hospitalini? Na wakati huo mwamba na Ndoo, rafiki wa karibu sana na mwamba Junjay, alikuwa amefika pale hospitalini na kusema kwamba gharama kiasi gani ya matibabu ngoja tukalipie kule. Lakini wakati wanaenda kulipia wakamkuta mwamba mmoja hivi yuko kufanya malipo. Yule alikuwa amemokota bidada. Huyu mwamba anafahamika kama Jian. Basi baada ya kufanya malipo akawa anaelezea polisi namna ambavyo ajali ilikuwa imeweza kutokea, na wakawa wanampongeza sana kwa kuweza kuchukua hatua hizo za kuweza kumsaidia bidada. Na wakati huo mwamba Junjay alikuwa akitimba katika mitaa hiyo, na moja kwa moja akamfuata Jian na kumwambia kwamba wewe ndio uliweza kumgonga bidada na gari. Lakini mwamba akasema hapana, ilikuwa ni ajali tu, wala sikuwa nimemgonga. Lakini mwamba akawa ameunganisha na matukio fulani hivi ya zamani sana kipindi cha udogoni. Na kumbe Junjay na mwamba Jian wamewahi kuishi katika nyumba moja pamoja na walilelewa na baba mmoja. Baada ya mamake Junjay kuweza kufariki katika yale maeneo ya bahari, basi moja kwa moja babake akaoa mke mwingine na kumpata huyu mwamba Jian. Na katika kipindi hicho cha udogoni, Jian amewahi kuvunja picha ya familia inayomuonesha baba, mama pamoja na mwamba Junjay. Na alipokuwa ameulizwa akasema hapana, ilikuwa ni ajali tu, ni bahati mbaya, sikuwa nimefanya makusudi. Kisha baba mtu akawa amemsamehe na kusema kwamba Junjay, hebu chukua hiyo picha nenda ukatupe nje. Mwamba Junjay hakutaka kabisa kulemba mambo, akamwambia Jian kwamba najua kwamba ulikuwa unanifuatilia na umegundua kwamba nina ujirani na huyu mwanamke, ndio maana umeweza kumgonga na gari kisha umesingizia kwamba ni ajali. Nafahamu kila kitu. Lakini kweli ni kwamba mwamba Jian hakuweza kabisa kumgonga bidada, bali alikuwa amemsaidia bidada kutokea katika ajali alikuwa ameweza kuipata kwa gari nyingine kabisa. Na wakati huo baba yao alikuwa akipiga simu. Moja kwa moja alionekana kuwa na hofu sana na mwamba Jian na kusema kwamba hujaumia popote, kisha akamchukua akampakia kwenye gari akawa amemwacha mwamba Junjay pale nje ya hospitali. Na ilipotimu mishale ya saa 6 ya mchana, bidada alikuwa ameambatana na wenzake, na moja kwa moja wenzake wote walikuwa wakipatiwa chakula, lakini yeye akakataliwa kupewa chakula na akaambiwa kwamba mishale fulani hivi anatakiwa kufanywa upasuaji, hivyo hatakiwi kula kwa wakati huu. Bidada alichanganyikiwa sana kuyasikia maneno hayo. Moja kwa moja akampigia Junjay na kumwambia kwamba wamenikatalia kula chakula, lakini mwamba akamwambia kwamba wewe vumilia tu bana, ukishafanywa upasuaji utakula chakula. Lakini mwamba alikuwa anacheka sana. Bidada akawa anauliza unacheka nini sasa? Basi tu ni ile mwamba alikuwa anaenjoy sana kuweza kuzungumza na bidada kwa sababu alikuwa na mambo ya kitoto fulani hivi. Mwisho wa siku bana, kesho yake baada ya bidada kuweza kufanywa upasuaji, mwamba alikwenda kumchungulia. Na pia alikuwa amemwagizia tambi bidada aweze kushiriki chakula. Baada ya bidada kuweza kula bana, alikuwa anajikongoja kidogo akatoka nje ya hospitalini. Aliweza kumuona mwanamke mmoja akisema kwamba nataka haki ya mtoto wangu aliyeweza kuuliwa. Na mara wakati huu akaja makamu wa rais wa hii hospitalini. Alipofika tu akasema kwamba mwanamke huyo aweze kutolewa katika maeneo haya haraka sana. Hiki kitu ilimkela sana huyu bidada samaki mtu. Moja kwa moja akaenda mpaka hapa alipokuwa huyu makamu wa rais na kwenda kumpiga kareti la usoni. Baadaye katika kamati ya madaktari walikuwa kijadili ni kwa namna gani bidada ameweza kutekeleza tukio lake hilo la uhalifu, na picha za CCTV kamera zilikuwa zimeletwa. Lakini madaktari walipokuwa kitazama ile picha namna gani bidada alikuwa amemkanyaga makamu wa rais na umbali mrefu aliokuwa amesukumika, wakasema kwamba huenda picha hii imeweza kueditiwa kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumkanyaga mtu umbali mrefu kiasi hicho. Alafu kwa bahati mbaya bidada alikuwa amefanywa operation siku ya jana. Lakini makamu wa rais akasema kwamba ni kweli kabisa, huyo msichana ambaye amefanywa operation siku ya jana ndiye aliweza kunipiga locality mpaka nikaenda umbali mrefu kiasi kile. Mimi nahitaji afungwe gerezani. Lakini upande wa pili tunaonyeshwa bidada akiwa anamfuata yule mwanamke ambaye alikuwa analalamika kwamba mwanae ameweza kuuliwa. Akamfuata na kumwomba samani sana. Lakini huyo mwanamke pia akamwomba samani bidada kwa kuweza kumsababishia matatizo, kwani anafikiriwa kuweza kufungwa gerezani. Na kila mwanamke huyu alipokuwa anaongea basi alikuwa akitiririkwa na machozi kiasi ambacho kilikuwa kinaonyesha kwamba
kwamba ndani ya moyo wake alikuwa na maumivu makali. Bidada kwa kutumia uwezo wake akawa anataka kumfuta mwanamke huyu kumbukumbu zake, lakini huyu mwanamke akasema kwamba anatamani kubakia na kumbukumbu zake daima, kwa sababu katikati ya kumbukumbu hizo za machozi bado kuna kumbukumbu njema ambazo anamkumbuka mwanae. Kipindi kile alikuwa na furaha zaidi na mwanae, na hizo atamani kabisa kuweza kuzipoteza. Lakini huku nyumbani Nandu pamoja na marafiki zake na wenyewe walikuwa wanashangaa sana kwa kwamba bidada aliweza kumkanyaga Khalid dogo tu huyu makamu wa rais, lakini umbali ambao alikuwa amesukumika ulikuwa ni mkubwa sana. Wakaanza kujiuliza huyu bidada ni nani? Bwana, usikose balaa zito katika episode ya 4 itakwenda kutupa majibu huyu bidada ni nani na kwa nini wakina Nandu hawawezi kumjua. Okay, tukutane katika episode inayokuja, kisha kwamba unagusa alama ya kulike mbao utakapofikisha like 100 tu.